Kwa nini mimi najulikana zaidi kuliko nyinyi? Kwa nini mimi najulikana zaidi kuliko mtakuwa wenyewe? Kwa nini mimi silali napokea message toka kona zote? Simu, mitandaoni, nikiwapa simu yangu hii mkague yaliyomo humu, mtazimia wote, hata mtaelewa nilitumia nguvu gani, nilitumia nini kuweza kuzipokea na kuzijibu. Wenzangu nyie mnazo ngapi? Kama na nyinyi mnapokea na mnajibu, basi tuna tatizo kubwa la ukatili kuliko tunaposema kwamba eti umefungua. Haya, tuna vigodoro kwa nini huko mjini? Mpaka mimi niende huko niwaite wananchi wasema tumechoka vigodoro, tumechoka vigoma, tumechoka vijamvi. Sijui na nini. Watoto wanapigishwa vigodoro na vijamvi wanapata na watu wazima wapo, serikali ya mtaa iko hapo hapo, serikali ya kata iko hapo hapo. Hizi kamati ninazoniambia zimeshuka mpaka kwenye kata, polisi kata yuko hapo hapo, na wajumbe wenu mnawasema wako hapo hapo. Vinapitaje vile? Na kamati ya sheria mko hapo na sheria zipo, lakini huko kwenye mamlaka za serikali za mtaa kama kamati hizi zipo na zinafanya kazi, mnavyoniambia sheria ndogo ngapi zimezalishwa? Kwa nini Watanzania wakiniona mimi huko online na kwenye vyombo vya habari waniulize, hivi mama, huu utamaduni wa mila na desturi za mtoto wa kiume anakuwa anajitanabaisha kama mtoto wa kike, anavaa magauni, anavaa hereni, anatoboa, alafu watu wa utamaduni mko humu, mtueleze huo ni utamaduni wetu? Pengine kuna muongozo au sio utamaduni wetu? Hivi vitu vinashamiri kwa sababu gani endapo sisi wote hapa tupo na mpango wetu tumeuandaa wenyewe na kuna hizi kamati zote? Kwa nini mimi niwe muulizo maswali namba moja na mtafuta majibu namba moja na nyinyi mpo? Kwa nini mimi niwe maarufu kuliko nyinyi watendaji ambao ndio mna idara, ndio mnaziongoza, ndio mna hii mifumo? Mifumo iko ngazi ya mkoa, iko ngazi ya wilaya, mnasema iko ngazi ya kata. Lakini mimi, kwa nini niwe maarufu zaidi anzifu? Huu mpango sasa mimi ni wa kwangu binafsi, nitaondoka nao, wakati ni mpango wa serikali mmeuandaa wenyewe.